Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika iman, hususan wapenzi wa mambo ya kheri kokote pale mlipo duniani. Masha Allahu Ta'ala wa tabaraka Ar-Rahman. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, aliyetuwezesha kufanikisha zoezi hili tukufu la kuwafuturisha wajane wanaolea mayatima katika majumba yao. Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri dada yetu aliyewezesha jambo hili. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amuongoze na amjalie kila lenye kheri na kila lenye baraka, kwa namna ambavyo ameguswa na ndugu zake kwenye hali ngumu akaamua kuwafuturisha na kuwapa sadaka. Ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Zoezi letu halikuwa dogo, kwani lilijumuisha uchinjaji wa mbuzi takribani 21. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na hivi ndivyo ambavyo tulivyofanya zoezi zima la ukusanyaji wa hawa mbuzi na kuwaleta katika pahala husika panapostahiki kufanya ibada tukufu kabisa, ibada ya uchinjaji. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwakusanya mbuzi na kuwafikisha eneo husika, moja kwa moja tulianza na ibada tukufu, ibada adhimu ya kuchinja, sambamba kabisa na maandalizi kwa ajili ya chakula cha iftar ifikapo jioni. Alhamdulillah, tuliweza kuorganize wajane na pamoja watoto mayatima. Alhamdulillah, muda ulipofika, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika umma wa watu ulijaa, umma wa wajane ulijaa pamoja na watoto mayatima. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Hakuna lolote mtakalotanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala likiwa la kheri, illa mtalikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala likiwa na ujira mkubwa. Allah amlipe dada yetu huyu, Allah amlipe kila lenye kheri na kila lenye baraka kwa kazi hii kubwa kabisa aliyoifanya ya kuwafuturisha wajane mnaowaona ndugu zangu, takribani watu 150 pamoja na watoto mayatima, masha Allahu Ta'ala, wanaofika 100 na zaidi. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika kheri, hakuna sadaka kubwa kama kuwalisha watu chakula, hakuna sadaka kubwa kama kumuondoshia mtu njaa, hakuna sadaka kubwa kama haya mnayoyaona ndugu zangu. Ni katika mambo makubwa sana. Insha Allah Ta'ala tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na fadhila zake na baraka zake na ihsani zake, dada yetu aliyejitolea kuyatenda haya, Allah amlipe kila lenye kheri na kila lenye baraka. Wito wetu sisi kama The Ikram Foundation, tunakuiteni ndugu zetu wapenda kheri, ama kwa hakika huu ndio wakati wa kutenda na kufanya, hususan ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unapofanya ibada kama hizi, jua unajiwekea mazingira mazuri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukutatulia shida zako, kukuondoshia mitihani yako, kukuondoshia misukosuko yako, na kukujalia ndugu yangu, kukufungulia katika milango ya kheri na milango ya baraka. Tazama leo namna ambavyo watu walivyofurahi baada ya kupata sadaka ya chakula, lakini sambamba kabisa na zoezi la ugawaji wa nyama iliyoandaliwa, nyama ya mbuzi waliochinjwa takribani mbuzi 21. Hakika dada yetu huyu ana malipo makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amjalie kila lenye kheri na kila lenye baraka, amuondoshee mitihani na misukosuko, amuongezee kipato chake, kheri iliyo mashariki au magharibi. Allah subhanahu wa ta'ala amvutie yeye pamoja na wale wanaopenda kushiriki kheri kama hizi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie sadaka hii aliyoitoa dada yetu iwe ni sababu ya kumkinga na kila shari, kila ovu, kila baya, ampe yale anayotamani katika nafsi yake biidhnillahi alkarim. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na sisi tunaosimamia kazi hizi uadilifu pamoja na imani na taufiki ya kuweza kutenda kheri hizi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani, hivi ndivyo ambavyo watu walivyofurahia sadaka hii. Tunasema shukran lakum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
له ورحمه وسعه كل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر له ورحمه وسعه في الجنة. اللهم اغفر له ورحمه وسعه في الجنة. اللهم اغفر له ورحمه وسعه في الجنة. اللهم اغفر لها ورحمها وسعها في الجنة. اللهم اغفر لها ورحمها وسعها في الجنة. وإن كان مسبب بإحسانها وإن كان مسبب تجاوز سيئات ونقي برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا وجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza ninashukuru kwa baraka zake Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa Ramadhani hii, kwa hawa waliojitolea wakafanya jambo hili la kufuturisha, ni jambo kubwa kabisa. Mwenyezi Mungu awalipe badala inshallah. Na Mwenyezi Mungu wale ambao kwamba vile vile wamejitokea kutoa mbali wakatolea vitu vyao wakatoa mali zao, basi Mwenyezi Mungu awalipe badala. Baada ya hapa tutasoma alamnashra moja ilafi kulomba bil falaki. Mwenyezi Mungu wafungulie wao pamoja na sisi na wazidi kutuletea badala ya hichi zama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah lak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha lak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا في جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insha Allah, naomba kama dakika mbili kabla tujaingia kwenye zoezi letu la mwisho, ili tuweze kuagana, tukawahi swala za tarawehe na tukawahi mambo mengine insha Allah taala, na matangazo kadhaa kuja kwenu nyinyi ndugu zangu na wapenzi wangu, mama zangu, bibi zangu, dada zangu, wadogo zangu na wale ambao ni wakubwa zangu, baba zangu pia, kaka zangu na wale wadogo zangu tena wengine. Ndugu zangu, ama malengo yetu, dhamira yetu na ile maintention yetu tuliyokuwa nayo ni kuhakikisha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajane wajiweze kwa idhini ya Mungu. Hii ni sadaka ya kawaida kama iliyotolea, lakini lengo letu ni wajane wajiweze, watoto yatima tuhakikishe wanaishi katika maisha yaliyokuwa bora, wale wasiojiweza katika viwete, walemavu na wenye matatizo tofauti tofauti tuhakikishe wanajimudu, wanajiweza na wanakuwa katika hali inayoridhisha katika jamii yetu. Kwa ndugu zangu, mimi bila nyinyi si kitu,
vyovyote vile itakavyokuwa. Hii Ikram Foundation kama si nyinyi, basi mimi si lolote si chochote. Hizi mnazoziona mpaka tunafikia hapa, hatukukurupuka kuanza juzi au jana. Tuna muda mrefu tulianza harakati ndogo ndogo, na bado ninasema tupo katika harakati ndogo ndogo vile vile. Lengo letu, watoto naomba acheni kelele, naomba tutulie. Lengo letu, nia yetu na madhumuni, tunaomba zaidi na tunategemea zaidi dua zenu nyinyi, kwa sababu sisi si lolote si chochote bila nyinyi. Kwa tunaomba Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na fadhila zake na ihsani zake, kama leo ametuwafikisha kuweza kufanya hili likiwa ni tukio letu, naweza nikazungumza kwa mwaka huu ni tukio la pili. La kwanza tukilifanya mbele ofisi zetu pale, na la pili tumelifanya hapa. Mungu ajalie tukio la tatu inayofuata iwe ni kubwa zaidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo dua zenu kwetu sisi ni muhimu zaidi, tunawaomba. Lakini pia tunaomba ushirikiano, kwa sababu lengo letu ni hizi kaya zetu tulizokuwa nazo, kata zetu ya Vijibweni, kata sio ya Kibene, sio kata nyingine ya Majengo na sehemu zingine, tuhakikishe wale ambao wako katika hali ngumu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuna fight huko tunapojua sisi, tuhakikishe huduma zinawafikia kwa uwezo wa Mungu. Kwa dua zenu mama zangu, kaka zangu, ni muhimu sana, tunaomba kwenu. Pia vile vile nitumie fursa hii kusema katika hii shughuli ili tuliyotenda leo, sisi ni binadamu, hatujakamilika. Huenda kuna pahala umeona mapungufu makubwa. Sisi ni binadamu ndugu zangu. Tunaomba nitumie nafasi hii kuombeni radhi sana. Mjue sisi bado ni wachanga na ndio tunaanza. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu awamu nyingine tufanye bora zaidi ya tulivyofanya leo. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi wa mambo, atujalie kila lenye heri na kila lenye baraka. Allah atukutanishe tena katika tukio kubwa zaidi kulikoni hili la leo. Tuseme amin. Nashukuru Mwenyezi Mungu awajalie sadaka zao wanazotoa. Kama sio wengine tunakaa tukayatima na tukawadane. Mungu awazidishie hapo wanapotoa, wanapojituma. Mungu awazidishie zaidi na zaidi. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amsaidieni, ampeni moyo wa subira, nitupe leo na kesho, mpate kutulea hapa tulipo. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua. Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema, ninashukuru. Mungu awaongezee baraka, awaongezee riziki, awaongezee moyo wa imani. Yaani mimi nashukuru sana. Niliumwa ni siku walivyogawa chakula, nilipewa pesa nikanunua dawa, ila bado miguu inanisumbua, hali yangu bado ni tete, ila nawaombea dua kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwaamsha, msaidie na wengine zaidi ya sisi. Amina. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha leo hapa katika hadhara hii na kupata sadaka hii tuliyoipata hii leo, na vile vile tuwaombee Mwenyezi Mungu hao walioiandaa sadaka hii, awape nguvu, awape afya njema ili waendelee na zoezi hili, kwani kila mtu anapokuwa anatoa sadaka Mwenyezi Mungu amjalie, ampe heri. Kwa hivyo baada ya kuongea hilo, sina mengi zaidi ya kutoa shukrani kwa walioandaa sadaka hii. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu, aendelee kuwapa afya njema. Asante, alhamdulillah rabbil alamin.